Yesu wangu wastahili, wastahili, wastahili Mwokozi. Haleluya, wastahili, wastahili, wastahili wastahili, wastahili, wastahili Mwokozi. Baba yetu wastahili, wastahili, wastahili Mwokozi. Asante Bwana. Asubuhi ya leo Bwana tunakuabudu, wakaribisha uwepo wako na nguvu zako mahali hapa asubuhi ya leo. Wewe ni Baba wastahili kuabudiwa Jehova. Unayenitazama asubuhi ya leo ni ibada ya asubuhi ambayo inaanza saa 12 mpaka saa 2. Tunakukaribisha katika ibada hii. Ni ibada ya kwanza katika mwaka wa 2026 ambayo tumeianza asubuhi ya leo. Napenda nikukaribishe katika ibada hii ya kumwabudu Bwana na kumwinua Mungu. Kwa hiyo ningependa tungane pamoja asubuhi ya leo katika ibada ya maabudu, ibada ya kuweka msingi, ibada ya neema, ibada ya nguvu za Mungu, ibada ya uokovu, ibada ya kuinua jina la Bwana, na ibada ambayo inayetengeneza ibada zote zitakayokuja baadaye siku ya leo. Bali pale ulipo, napenda tu niseme pole kwa leo, kwa sababu sauti yangu kidogo haiko vizuri, lakini naamini kabisa Yesu yuko nazi, tunaendelea vizuri na Bwana ni mwaminifu, mambo yako sawa. Sema amen. Kwa hiyo inua mikono yako kwa Bwana tunapomwambia Bwana anastahili asubuhi ya leo, tunapomwambia Bwana asante, maana ametuwezesha kufika siku ya leo katika jina la Yesu. Ni wiki ya mwisho, tunakamata kesho ya mwezi wa pili. Kwa hiyo ni vyema tumwambie Bwana asante kwa ajili ya kutuwezesha kuona siku ya leo na pia kufika wiki ya mwisho ya mwezi wa pili mwaka wa 2026. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, ninakushukuru Bwana mwenye nguvu zote. Asante kwa maana kuna Mungu kama wewe. Umeinuliwa Bwana, umetukuka Jehova, wastahili utukufu wote na heshima. Asubuhi ya leo Baba tunakuabudu, asubuhi ya leo Bwana tunakutukuza, asubuhi ya leo Bwana tunakupa ibada, asubuhi ya leo Bwana tunakupa sifa, asubuhi ya leo Baba tunakualika Jehova, asubuhi ya leo Baba tunasema kuna Mungu mwingine kama wewe. Umeinuliwa Bwana Mungu, umetukuka Baba. Asubuhi ya leo hakuna wa kuabudiwa, hakuna wa kutukuzwa, hakuna wa kuinuliwa, ni wewe wa pekee. Wewe ndiwe Mungu ambaye wastahili utukufu na heshima. Asante kwa neema, asante kwa rehema zako, asante kwa baraka zako Baba. Asante Mungu, maana hakuna Mungu mwingine Jehova aliye kama wewe Bwana. Asubuhi ya leo haleluya, Bwana unastahili kuabudiwa. Bwana ni wewe, Yesu ni wewe, ni wewe Bwana, hakuna kama wewe,
Baba ni wewe Yesu, uliye mwamba ni wewe, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Baba wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wa kuabudiwa, hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ni wewe Baba, ni wewe Bwana wa kuabudiwa, ni wewe Bwana wa kuabudiwa, hakuna mwingine aliye kama wewe. Oh, hakuna mwingine aliye kama wewe. Sema ni wewe, ni wewe Bwana wa kuabudiwa, ni wewe Baba, ni wewe Bwana wa kuabudiwa, hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna mwingine aliye kama wewe. Oh, Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe. Mungu mwenye nguvu, hakuna kama wewe. Oh, ni wewe Jehova, hakuna kama wewe. Oh, ni wewe Jehova, hakuna kama wewe. Ni wewe Baba, ni wewe oh Bwana wa kuabudiwa, ni wewe Baba, ni wewe Bwana wa kuabudiwa. Oh, hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna mwingine aliye kama wewe. Yesu ni wewe Bwana wa kuabudiwa, ni wewe Bwana wa kuabudiwa, hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ni wewe Baba, ni wewe oh Bwana wa kuabudiwa, ni wewe Baba, ni wewe Bwana wa kuabudiwa. Yesu wangu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Yesu wangu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Oh, oh Bwana wa mabwana, sisi tunakuabudu. Yesu Bwana wa mabwana, sisi tunakuabudu, hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ni wewe Baba, ni wewe oh Bwana wa kuabudiwa, ni wewe Baba, ni wewe Bwana wa kuabudiwa. Baba yangu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Yesu wangu, hakuna mwingine aliye kama
ni wewe wa kupewa ibada. Maserafi na makerubi Bwana, malaika wote wako mbele zako Bwana, wakisema ni wewe asubuhi. Nasi tunaungana na maserafi, tunaungana na malaika watakatifu my Father, wanaosema ni wewe Baba. Tunasema ni wewe asubuhi, tunasema ni wewe asubuhi. Wakuabudiwa ni wewe Baba, wakupewa sifa ni wewe, wakupewa utukufu ni wewe. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Umeinuliwa Bwana, umeinuliwa asubuhi, umeinuliwa Yesu wako, ukainuliwe tena Baba, ukainuliwe tena Jehova, ukainuliwe tena tena, ukaonekane Mungu mwema, ukaachilie nguvu yako Baba, ukaachilie wema wako mahali hapa, ukanyoshe mkono wako mwenye nguvu, ukakubali ushuka mchana wako. Kuna watu wanahitaji, kuna wamama wanalia, kuna vijana wanateseka, kuna wazee wanateseka. Uko wapi Baba yako? Wewe uliyenitua kwenye mauti, wewe Mungu ambaye unaokoa, wewe Mungu ambaye unafufua, wewe Mungu ambaye unaponya. Tunakuinua asubuhi ya leo, tunaliinua jina lako Baba. We give you the glory my Father, we worship you because you are good my Lord, we worship you my Father. Asubuhi ya leo kaonekane, siku ya leo kaonekane Bwana, tunakuinua asubuhi ya leo. Oh my Father, hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa. Utukufu ni wako, heshima ni yako Bwana. Tunasonga mbele zako, tunasonga mbele zako, tunasonga kwako Baba, tunasonga mbele zako, tukisema ni wewe Bwana, tukikuabudu my Father. Oh Yesu tukutukuze, oh Yesu sikupite, oh Yesu sikupita leo. Tuko hapa Tadeta Baba, tunahitaji mkono wako, tunahitaji msaada wako. Usikubali aibu ikatukuta Baba, usikubali aibu ikakuta watumishi wako, usikubali aibu ikapiga wanao, usikubali aibu ikatushukia Yesu. Tuondoe katika aibu, utuondoe katika aibu kabla wajafika wabaya, kabla tujafika kuendishwa. Yesu tokelezea Baba, tokelezea Yesu, tokelezea Yesu. Wakati maombi nakuja, utusaidie Baba. Oh, shalale shandorobo yada maketerebo shala yeketerebo yada. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Oh, hakuna kama wewe Yesu. Wakuabudiwa ni wewe, wakutukuzwa, wakupewa sifa, heshima na utukufu. Shalalala yeketere oyanobosa. Asubuhi ya leo tunakualika mahali hapa, tunaalika Roho wako, tunaalika Roho wa ibada, tunaalika Roho wa ibada, tunaalika Roho wa ibada, tunaalika Roho wa ibada aliyeshuka wakati wa Yakobo, aliyeshuka wakati wa Yohana, aliyeshuka wakati wa Paulo, aliyeshuka wakati wa Petero. Yule Roho wa ibada, yule Roho wa ibada alishuka wakati wa Musa. Yesu, Roho wa ibada asiyeweza kuzuiliwa, Roho wa ibada anainua walio chini, anayebariki watu, anayeponya, anayetenda ishara na miujiza. Ukasema ya kwamba wote waaminio ishara miujiza itaandamana wao, wale wanayekuamini. Tunakuamini asubuhi ya leo, tunakuamini Baba, tunakuamini Jehova, tunakuamini Baba yetu, tunakuamini mahali hapa, tunakuamini Mwokozi, tunakuamini my Father. Ukaraba sekete uria masandoro bozia, endolewa katika nyumba yetu, endolewa Bwana mahali hapa, endolewa Yesu, endolewa Bwana asubuhi ya leo. Shangara babao, endolewa Bwana, endolewa Yesu, endolewa Bwana mama Bwana, endolewa Bwana wa mabwana katika nyumba hii leo, katika nyumba hii Bwana. Malaika
wako washuke katika nyumba hii Bwana, jeshi lako likashuke katika nyumba hii Bwana, Roho wako watembee katika nyumba hii Bwana, nguvu yako yatawale katika nyumba hii Bwana, mbingu zako zikajae katika nyumba hii Bwana, ukawe na neema hiyo katika nyumba hii Bwana, ukawe na ukombozi katika nyumba hii Bwana, ukawe na nguvu yako iliyo na miujiza mingi katika nyumba hii Bwana, ukaokoe Baba katika nyumba hii leo, ukaponye watu wako katika nyumba hii Bwana, ukakubali kushuka Yesu Mwana wa Mungu, ukakubali kuachilia neema na nguvu zako, uweza wako na mamlaka, ukakubali kushuka. Ni wewe peke yako. Shalababusha Yesu, 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 asubia leo. Bwana Yesu, umeinuliwa Bwana, umeinuliwa asubia leo, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa Yesu wangu, umeinuliwa Yesu. Baba, Bwana wa mabwana, Yesu anastahili. Shalababo, Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu Yehova. Wacha moyo wangu kuinua asubuhi ya leo, ukubali nikupe ibada Baba yangu, ukubali nikuabudu Jehova, mwili wangu natia kwako my Father, moyo wangu kuabudu asubuhi ya leo, nikupe ibada katika neema yako ya pekee. Ukubali Yesu nikafurahishe moyo wako, ukubali mbingu zako zikashuke mahali hapa, unikumbuke unapoenda kwa wale wa mama, unikumbuke leo unapoenda kwa wale wazee, unikumbuke Baba yangu unapoenda kwa wale vijana. Usinipite Mwokozi wangu wakati unapoenda Mombasa, wakati unapoenda Tanzania, wakati unaenda kule Nairobi. Nikumbuke Yesu wangu, usinipite mahali hapa, usinipite, usinipite Baba, usinipite leo. Nina moyo msafi, ninatamani kukuona leo, moyo wangu na ujika, moyo wangu na ufungua mbele zako, na kama ni dhambi unisamehe, kama ni dhambi unisamehe, kama ni makosa nisamehe. Kinywa changu kimejaa maneno, ulimi wangu umenena sana maneno mengi yasiyokupendeza. Yesu wangu, ulimi ni kiungo kidogo sana, ninaomba rehema, ninaomba rehema Baba yangu, ninaomba ulimi wangu ukautakase asubuhi ya leo, nikubalike mbele zako mawazo yangu Jehova. Ninaomba ukanikubali leo ninapotumika katika madhabahu haya, usinipite oyarababo, usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unaposema wengine, usinipite, unisikie Mwokozi, unisikie unaposema wengine, usinipite Bwana Yesu, Yesu, unisikie unaposema wengine, usinipite wewe Yesu, Yesu, unisikie unaposema wengine, usinipite, usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unaposema wengine, usinipite. Wewe ni zangala rehema, wewe ni mwamba uliye imara,
unisikie Yesu, unisikie, sema Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite mahali hapa Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite, sema Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengine, oh, usinipite, rudia Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengine, haleluya, usinipite wewe Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite Baba yangu Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite Baba yangu Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite siku ya leo Yesu, oh, unisikie unapozuru wengine, oh, usinipite ukitembea Yesu, Baba yangu unisikie unapozuru wengine, oh, usinipite wewe Yesu, Yesu, haleluya, unisikie unapozuru wengine, oh, usinipite Yesu wangu, Yesu, unisikie unapozuru wengine, oh, usinipite, usinipite Mwokozi, usinipite Baba yangu, usiniache peke yangu Baba. Natamani kutembea na wewe Mungu, natamani kuona mwanga wako my Father, natamani kushikwa mkono na wewe siku ya leo, natamani kuona neema yako Baba yangu, natamani mkono wako katika maisha yangu, natamani kibali chako Yesu, natamani kutembea na wewe, oh, shandelelelelelele, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Shalabalala. Oh, give you glory, Lord, as you know you. Give you glory, Lord, as you know you. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. Give you glory, Lord, as you know you. Give you glory, Lord, as you know you. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are wonderful. You are wonderful. Oh, we give you glory, Lord, as you know you. We give you glory, Lord, as you know you. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are wonderful. You are wonderful. Jehovah, you are wonderful. You are wonderful, Lord. You are wonderful.
nafsi yako kwa Bwana. Mwambie Bwana asante juu ya asubuhi ya leo. Mwambie Bwana asante asubuhi ya leo. Mshukuru Bwana ukimwambia Mungu asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante, anaweza. Mshukuru Mungu maana ni baba yako. Mwambie Bwana asante, unaweza. Mwambie Bwana unaweza, unastahili. Tunakuabudu Bwana tukisema wewe ni Mungu. Tunakutukuza Bwana tukisema wastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Baba. Ni wewe wastahili Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana wa Bwana. Tunakuabudu Jehova. Tunakutukuza Bwana tukisema wewe ni mwema Jehova. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Asante kwa neema. Asante kwa utukufu. Asante kwa upendo. Asante kwa amani. Asante kwa kibali chako. Asante kwa kutubariki asubuhi ya leo. Asante kwa maabudu haya. Asante kwa maombi haya Jehova. Asante Mwokozi, maana leo Mungu unaenda kutenda jambo jipya katika nyumba hii. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu wa Mungu tumeomba asubuhi ya leo, na hata kumwamini Bwana. Sema amen. Unaweza ukapigia Bwana makofi asubuhi ya leo. Kwa ajili ya masaa yetu ya asubuhi ya leo yameenda, ningependa kusoma neno la Bwana asubuhi ya leo kwa wale ambao watazamaji wangu na wasikilizaji wangu na wanaonitazama, wanaonipenda. Najua wapo wengi, lakini wachache ambao wasionipenda. Haleluya! Kwa hiyo napenda hili asubuhi ya leo, neno la Bwana kutoka kitabu kile cha Ayubu 42 kuanzia mstari wa kwanza. Naongea habari ya kwamba kile ambacho unachokitarajia kwa Mungu, wende kawa kuna ahadi za Mungu kwa maisha yako, wende kawa kuna mipango Mungu alikupangia, wende kawa kuna vitu ambavyo Mungu alisema kwako atavitekeleza. Mwanadamu anaweza akapita mbele yako na akasema ya kwamba vile ambavyo umefika, miaka ambayo umefika, familia ambayo umeshaliwa, wakati ambao mahali umelelewa, mwanadamu anaweza kukuambia sijawahi kuona mtu wa aina yako akisema mambo haya, na sijawahi kuona mtu wa aina yako akifanikiwa katika kijiji hiki. Nimekuja kukuambia asubuhi ya leo, haijalishi umesaliwa kijiji gani, haijalishi umesaliwa mahali wapi, haijalishi kuna vitu vingapi ambavyo wanadamu wameongea kinyume chako, haijalishi ni mangapi ambao umepitia. Nina habari njema nikuambia kwamba Yesu, watu walidhania atasaliwa Yerusalemu, lakini Yesu akazaliwa Nazareti, mahali ambako ni mahali ambapo hawakuwa wanatarajia, hawakuwa wanajua kana kwamba mfalme anaweza kutoka Nazareti. Watu wakasema hapo hakuna anayeweza kuzaliwa akawa mfalme, lakini hapo ambapo walisema ya kwamba iwezekani, hapo walisema ya kwamba ni pagumu, hapo walisema kwamba ni hakuwezi kuzaliwa, hapo ndipo mwana wa Mungu ambaye ni mfalme wetu leo alisaliwa. Na tena mahali amesaliwa ni mahali ambako hapana heshima, ni mahali ambako hapaonekani pazuri, ni mahali ambako hapana mambo. Alisaliwa katika hori ya ng'ombe, mahali ambapo pananuka, mahali ambapo pana uchafu, mahali ambapo hakuna mwanadamu anaweza kafikiria panaweza kuwa maternity. Lakini maternity ya Yesu ina leo wamama wanaenda maternity, wanapewa neti, wanatandikiwa kitanda, wanaharakishwa na wanatengenezwa. Lakini mamake Yesu ambaye ni Maria alipokuwa anazaliwa, alizaliwa kwa hori ya ng'ombe, pasipo na kitanda, pasipo na matandiko, pasipo na neti, mahali pachafu. Lakini napenda nikuambie, katika familia hiyo hiyo ambayo inaonekana ni mbaya, katika familia hiyo hiyo ambayo inaonekana iwezi, katika familia hiyo hiyo inaonekana watu ni wa chini, katika hiyo familia inaudharaulika, hapo ndipo kutatoka mwamba ambao usioweza kutingizika. Hapo ndipo kutatoka baraka isiyoweza kuzuilika. Hapo ndipo kutatoka nabii, hapo ndipo kutatoka mhubiri, hapo ndipo kutatoka tajiri, hapo ndipo kutatoka mwana wa Mungu ambaye hatasema hakika kuna Mungu ambaye amefanya mambo katika familia hii. Sema amen. Wanaweza wakawa wanadamu wataongea, wanaweza wakawa watu watapanga, wanaweza wakawa watu watasema kile watakazosema,
lakini nataka utembee na ujumbe wangu leo. Hawakudhania kana kwamba Yesu atasaliwa Nazareti, lakini kwa nini Yesu alisaliwa? Ni kwamba ni hivi, makusudi ya Bwana katika maisha mwanadamu hayawezi yakaswirika. Mungu alipanga Yesu akasaliwa Nazareti. Mungu alipanga Yesu asaliwe mahala ambapo pasio na heshima, ili baadaye pagapate heshima. Maandiko inasema Ayubu 42 na kifungu cha kwanza, ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Bwana asifiwe sana. Makusudi ya Baba. Ndio maana nikatangulia kukuambia yale Mungu amepanga kwako, yale Mungu ameinua kwa maisha yako, yale Mungu ametengeneza kwa ajili yako, hata kama ni nini itakayotokea, unaweza ukafurushwa mahali ulipo, unaweza ukafukuzwa katika aibu na ukadhalilishwa na watu wabaya, wakaongea kile watakachokiongea, lakini shika neno la Bwana ya kwamba alichopanga Mungu kwako, makusudi ya Bwana kwa maisha yako. Mama, ninajua mahali ulipo unalia kwa ajili ya ndoa yako imeharibika. Najua baba unalia, unauliza kwa nini mke huyu anakaa hivi, kwa nini watoto hawa wananisumbua. Ninajua kuna vitu vingi ulitarajia leo iwe katika maisha yako na bado havijakuwa kwa maisha yako. Yesu alizaliwa Nazareti, watu hawakutarajia asaliwe Nazareti, lakini wakati alizaliwa kuna nyota zilionekana. Yesu aliposaliwa kuna nyota zilitangaza. Sikia nikuambie, mtu wa Mungu, wacha nifanyike nyota yako leo, nitangaze habari zako. Wacha nifanyike nyota yako leo, nitangaze historia yako. Wacha nifanyike nyota yako katika maisha yako, nitakaitangaza wema wa Bwana kwa maisha yako. Yesu alizaliwa, nyota ikaonekana, wamama wakaiona, watu wakaiona, taarifa zikakwenda. Leo natangaza leo nikiwa nyota yako, wasiyekujua wanaenda kukujua, wasiyekuona wataenda kukuona, wasiyekupenda watakupenda, waliyekukataa wakakimbia watakurudia. Kwa sababu gani? Makusudi ya Bwana hayawezi kuzuilika katika maisha yako. Sema amen. Haleluya. Alichokusudia Bwana kwa maisha yako, haijalishi ni mambo gani ambayo leo unaweza ukawa unapitia, haijalishi ni vitu gapi ambavyo kwa maisha yako vinaenda vile ambavyo hutaki. Nimeleta habari njema asubuhi. Najua uko hapo nyumbani unanitazama, unanisikiliza, haujui wapi utakwenda baadaye, na kualika mahali hapa kanisani Neno Taveta. Karibu uje tumwabudu Bwana, na ukija ujue hivi kwamba kile Mungu amepanga, ile njia Mungu ametengeneza, yale maisha Mungu amepanga kwako, hata kunyeshe mvua, hata kuwe na kiangazi, hata wanadamu watoroke na waseme huyu naye hafai. Nimekuletea habari njema asubuhi ya leo, nikuambia ya kwamba alichopanga Mungu katika maisha yako akiwezi kikasuilika. Anasemaje Mungu? Ya kwamba najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Mstari wa 3 anasema, ni nani huyu afichaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Ina anasema, sikiliza na kusii, nami nitanena, nitakuuliza neno nawe niambie. 5 anasema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Sema amen. Jicho la Bwana litakuona, jicho la Bwana litakumulika. Kweli biashara inaweza ikaenda vibaya kwako, kweli watoto wanaweza wakaenda vile utaka wakae, umewaombea, lakini kila siku naletwa taarifa mbaya ya kwamba mbona hivi. Sikia nikwambie, mtu wa Mungu, Baba yetu wa mbinguni hajawahi kukuacha
na hatakuacha kamwe. Maandiko inasema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Jicho la Mungu, utamuona Mungu kwa maisha yako. Kati ya hiyo familia inasumbuka, kati ya hiyo maisha naona ni mazito, kati ya hiyo ndoa inakusumbua, kati ya hiyo biashara ina shida, utatangaza habari za Mungu vizuri. Ayubu aliteseka, Ayubu alipitia mazito, Ayubu alipitia kilio, Ayubu alipitia shinda. Laana zilikuwa juu yake, maana alitupwa, hata mke wake alitupwa, mpaka na watoto walienda hapo, akalia, machozi yakaisha. Lakini baadaye anasema ya kwamba ninachokijua asubuhi ya leo, ya kwamba wanadamu wanaweza wakaenda wewe, wanaweza wakaniacha wote, lakini anasema ya kwamba ninachokijua asubuhi ya leo, makusudi ya Bwana hayawezi yakazuilika kwangu. Na chini pale anasema, nilikusikia Baba, nilikusikia Mungu kwa wanadamu, nilikusikia Mungu natenda, nilikusikia Mungu nafanya, nilikusikia Mungu katika ile njia watu wakisema umeonekana. Nilikusikia kwa Onyango, nilikusikia kwa yule Wambua, nilikusikia kwa yule Kamau, lakini kwangu sijawahi kusikia. Sasa nasema nilikuwa ninakusikia, lakini leo nimekuona katika maisha yangu. Nataka nifanyike nyota kwako leo. Nataka leo nifanyike nyota kwako, itakaoashiria habari njema kwako. Nataka asubuhi ya leo nifanyike nyota itakaoleta mwanga kwa maisha yako. Naomba leo nifanyike nyota kwako, kama ile nyota ilionekana kwa Yesu Nazareti. Yesu wakati amezaliwa, kuna mwanga ulionekana wa nyota. Leo Mungu anisaidie, Mungu anifikishe mahali ulipo, unayesikia sauti hii, unayenitazama mahala pale ulipo, wacha nifanyike nyota yako asubuhi ya leo. Ayubu, usilie. Ayubu, usifunjike moyo. Ayubu, usihangaike na yale unapitia. Ayubu, usichoke moyo wako, maana makusudi ya Bwana hayawezi yakazuilika katika maisha yako. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, unipeleke Baba, unipeleke, unipeleke Bwana, unipeleke mpaka nyumbani kwao, mpaka nyumbani, mpaka nyumbani kwao, mpaka nyumbani. Nifanye nyota yao, nifanye nyota, nifanye nyota yao, nifanye nyota. Sikia mtu wa Mungu, asubuhi ya leo nikwambie, waweza ukawa hujawahi kupata taarifa nzuri. Kila siku ukiamka, taarifa mbaya na mbovu ndio inatokea kwako. Natamani Mungu akupe siku ya furaha leo. Natamani Mungu akupe ibada itakayefanya uwe na ushuhuda katika maisha yako. Kuna mtu huyu ambaye naongea habari zake, anaitwa Ayubu. Alipitia machungu mazito yaliyo na ugumu katika moyo wake. Hakudhania wala hakutarajia hata siku moja atafurahi, na hakutenda dhambi, hakuwa amekosea Mungu. Sikia nikwambie, mtumishi wa Bwana, usije ukajisuku ukasema nilikosa. Hapana, Ayubu hakuwa amekosa mbele za Bwana. Ayubu alikuwa mwema mbele za Mungu. Ayubu alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Lakini majaribu hayana budi kuja, yatakuja hata kwako. Yatakapokuja kwako, inua macho yako kwa Bwana, umwambie Bwana, remember me, oh my Lord. Mwambie Bwana, nikumbuke. Ninaomba Bwana
I pray my Father. Mwambie Yesu, usinipite unapotembea leo. Ayubu akajua hilo, na ndio maana anasema, ninajua siku ya leo hata kama kuna mambo hayaendi vile nilitaka, ninajua ya kwamba makusudi ya Bwana hayawezi yakaswirika katika maisha yangu. Nikupe nini asubuhi ya leo? Saidia neno la Bwana. Maandiko inasema, akasema ya kwamba nilisikia, lakini leo ninaona. I prophesy to your life. I prophesy to your family. I prophesy to your work. I prophesy to your business. This morning I say this in the name of Jesus. Mungu achilie neema. Mungu alete taarifa mpya. Mungu alete ushunda kwako. Mungu achilie kibali kwako. Mungu anyoshe mkono wa baraka. Mungu achilie neema ya kufanya ushuhuda katika maisha yako. Wengi watanena, wengi wataongea. Utaitwa devil worshiper, utaitwa mchawi, utaitwa mtu wa manjini, lakini utawaambia hivi ya kwamba nilisikia siku nyingi watu wanabarikiwa. Wakati wangu umefika wa kubarikiwa, maana nyota yangu imeanza kuonekana, maana nyota yangu imemulikwa na Bwana, maana nyota yangu imepatikana. Wakiongea waongee, wakisema waseme, wakipinga wapinge. Yesu akisema ndio, nobody can say no. Akisema ndio, hakuna wezaye akapinga. Msaada wa Mungu kwa mwanadamu, akisema atakusaidia, hata watangaze misaada yao, hautaenda kwa misaada yao. Msaada wa Bwana utakuwa kwa maisha yako. Ayubu akasaidiwa na Mungu. Nasikia nikwambie mtumishi wa Bwana, msaada wa Mungu na ushuhuda, lakini msaada wa mwanadamu hauna ushuhuda. Mwanadamu atakupa chakula, atakupa vitu tu vya kukudhihaki, lakini Mungu akikupa msaada wake, msaada wa Mungu una ushuhuda, lakini msaada wa mwanadamu hauna ushuhuda. Ni wengi walijaribu kusaidia Ayubu, lakini hawakuweza kumsaidia. Ni wengi walitamani kumuinua mahali alikuwa, lakini hawakuweza kumuinua. Ni wengi walitamani kumtoa katika mahali alipokuwa, lakini hawakuweza kumtoa. Ila Mungu alipokuja kwa maisha yake, msaada wa Bwana ukamsaidia katika maisha yake. Oh my God. Oh my Father. Wewe ni Baba. Wewe ni Mungu na istahili kuabudiwa. Moyo wangu unakutamani siku ya leo. Natamani kutembelewa na wewe Jehova. Natamani kuguzwa na wewe Baba yangu. Sijajua mahali ulipo nasema nini. Sijui unayenitazama ni kitu gani unachokitamani. Sielewi nini ambayo inayokusumbua katika maisha yako. Oh my Father, mimi natamani aseme neno moja kwangu. Mimi natamani aseme neno moja kwangu. Ayaguse yale maji ya neema, anidorosee tone moja tu siku ya leo. Aseme neno kwa maisha yangu. Sijui kitu gani unachokitamani kwa maisha yako, mtu wa Mungu. Ayubu alisema, ninajua makusudi yako Mungu hayawezi yakaswirika. Ninajua makusudi ya Bwana hayawezi yakaswirika kwa maisha yako. Oh, wanaweza wakatoka mashariki, wanaweza kutoka kusini na kaskazini na magharibi, wakija kwako akiwa wametumwa na Bwana. Ninamuona ule Malkia akimwambia mfalme, mfalme usiofu, kuna mtu ambaye yuko hapa anaweza akaleta taarifa nzuri. Wakati wengine wote wameshindwa, Malkia akasimama akasema, kuna mtu anaitwa Danieli. Kuna Danieli aletaye habari njema. Mfalme usiofu, usitetemeke na usiumie katika maisha yako. Kunaye mtu, nasema kuna mtu kwa maisha yako. Nasema kuna mtu kwa ndoa yako. Nasema kuna mtu wa kazi ya mikono yako. Nasema kuna mtu ambaye yupo. Wacha nifanyike Malkia leo
Nikwambia usibabaike, usiumie. Kuna mtu ambaye yupo kwa ajili yako. Akamwambia mfalme, usiwe na hofu. Yuko mtu ana taarifa nzuri. Yuko mtu ambaye ni mtu ambaye special, aliye na mambo tofauti na wengine, na ndiyo maana anasema yupo Danieli ambaye ana taarifa nzuri. Kuna Danieli kwako, kwa maisha yako. Kuna Danieli katika ndoa yako. Kuna Danieli kwa biashara. Kuna Danieli kwa huduma aliyowekwa kwa ajili yako. Don't panic, usiofu mtu wa Mungu. Yupo Danieli ambaye ametumwa alete habari njema asubuhi ya leo katika maisha yako. Oh my Father, niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Mimi ninashukuru. Niseme nini Yesu? Niseme nini Bwana Yesu? Baba, niseme nini? Haleluya, bali ninashukuru. Yesu, niseme nini Bwana? Niseme nini Yesu? Niseme nini Bwana? Mimi ninashukuru. Niseme nini asubuhi ya leo Baba? Niseme nini asubuhi ya leo? Oh my God, shalala Baba Yesu. Oh, mimi niseme nini Bwana? Niseme nini Yesu? Niseme nini Bwana? Mimi ninashukuru. Tunasema Bwana nini leo? Ninashukuru Bwana kwa kile umetenda asubuhi ya leo. Alabala derere bosha ya. Oh, Yesu, uzima umenipa, wokovu umenipa. Nasema nini Yesu? Mimi ninashukuru. Shala baba yeketelele bosha labo. Oyana mayetelele boya yekete. Oh, unaweza akalabo Yesu. Yesu, baraka umenipa, neema umenipa. Nasema nini kwako? Mimi ninashukuru. Mwambie Yesu napenda Baba. Shandelele. Tunasema nini Bwana? Tunakushukuru Bwana, nakushukuru Bwana, nakushukuru. Oh, Yesu, baraka umenipa, wokovu umenipa. Nasema nini kwako? Mimi ninashukuru. Nini Bwana? Nini Bwana? Yesu, nikandelelelele. Yesu, nasema nini kwako?
Bwana ni wewe. Yesu neema umenipa, ponyaji umeniponya, nasema nini Baba, mimi ninashukuru. Yesu ni wewe Baba, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe. Yesu nasema nini kwako, niseme nini leo, nasema nini Baba, mimi ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, nasema nini Yesu, nasema nini kwako, nasema nini Baba, mimi ninashukuru. Yesu ni wewe, Bwana ni wewe, Bwana niseme nini? Kwa yote Baba tunakushukuru siku ya leo. Kwa yote Baba tunakushukuru. Tunakupa sifa zote Baba. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote mazia. Tunakuabudu Baba. Tunakuinua Jehova. Tunakupa ibada. Tunakuadhimisha Mungu. Shuka Yesu kaonekane. Ibada ya leo tunaiweka mbele zako. Tunaalika uwepo wako katika ibada hii. Tunafungua wamama kila kona. Tunafungua wazee kila kona. Tunafungua vijana kila kona. Tunafungua anga za mahali hapa. Tunafungua hiyo barabara. Tunafungua hizo njia. Tunafungua hiyo mitaa. Tunafungua hizo vijiji. Maroho yanayokamata watu, maroho yanayozuia watu kuingia ibada, tunawapiga na moto. Tunawapiga na moto. Tunawapiga na moto. Tunawapiga na moto katika jina la Yesu. Yesu, Yesu. Wewe ni wewe na utabaki kuwa wewe. Baba, Yesu, Yesu, wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe Baba. Yesu, Yesu, wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe Baba. Baba, Yesu, Yesu, wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe Baba. Baba, Baba, wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe. Baba, Yesu, na utabaki kuwa, na utabaki kuwa, na utabaki kuwa Masia, kuwa, na utabaki kuwa Masia, kuwa Yesu, utabaki kuwa Masia. Na utabaki kuwa Yesu, utabaki kuwa, utabaki kuwa wewe, utabakia kuwa wewe Bwana, utabakia kuwa wewe siku ya leo. Ibada yote tumekupa wewe, utabaki kuwa wewe siku ya leo, ni wewe. Wako ninanyenyekea, wako ninanyenyekea Baba, ninanyenyekea Yesu, ninanyenyekea Yesu wangu, ninanyenyekea. Haleluya, ninanyenyekea
Yesu wangu, Baba yangu, chini ya miguu yako Baba, tunanyenyekea siku ya leo, chini ya miguu yako Yesu wangu, Baba yetu, Yesu, chini ya miguu yako mbele zako Mwana wa Mungu, ninanyenyekea chini ya miguu yako. Wewe ni Baba, Muumba wangu, ninanyenyekea chini ya miguu yako. Hakuna mwingine, ni wewe Baba, ninanyenyekea chini ya miguu yako. Yesu wangu, Baba yangu, nikumbuke Yesu, miguu yako nanyenyekea, ni wewe Baba, ni wewe Baba, Yesu wako, Baba yako, chini ya miguu yako Baba, ninanyenyekea Baba yangu, Yesu, chini ya miguu yako Baba, ninanyenyekea, chini ya miguu yako Yesu, tunanyenyekea, chini ya miguu yako wako ninanyenyekea, Yesu, chini yako Baba, tunanyenyekea kwako Baba, tunanyenyekea mbele za uso wako, tunanyenyekea kwako asubuhi ya leo, tunanyenyekea kwako Yesu, tunanyenyekea kwako Baba yetu, tunanyenyekea kwako wewe Muumba mbingu na nchi, tunanyenyekea kwako Mungu wetu na Baba yetu. Tunanyenyekea Bwana, usitupite Yesu leo, usitupite Baba, oye. Tunanyenyekea kwako, tunanyenyekea mbele uso wako Baba, tunanyenyekea wewe Mungu, tunakunyenyekea wewe Mungu mtenda miujiza, tunakunyenyekea wewe Mungu mtenda maajabu, tunakunyenyekea wewe Mungu Ayubu anaongea habari zako, tunakunyenyekea Mungu wewe unatenda, tunakunyenyekea Mungu wewe unafungua milango, tunakunyenyekea Mungu wewe usiyepungua, tunakunyenyekea Mungu wewe ambaye unabariki, tunakunyenyekea Mungu unainua watu wako. Ni wewe Yesu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha Yesu, nimekubali Baba, nimekubali Bwana, nimekubali Baba, tawala maisha yangu,
tawala maisha yangu. Tumekubali Bwana asubuhi ya leo. Tumekubali Bwana. Sina mwingine wa kuabudu ila ni wewe, Jehova. Nimekubali asubuhi ya leo. Hatuna mwingine wa kupa ibada ni wewe Bwana. Ndio maana tumerauka asubuhi ya leo Baba, kuja kukuinua katika nyumba hii, kuja kukuabudu tukisema Baba unastahili. Utawale ibada ya siku ya leo Mungu, uonekane kwa wamama, uonekane kwa vijana wa kike na wa kiume, uonekane kwa wazee na watoto wadogo. Wacha ibada ikakubalike mbele zako. Wacha watumishi wako, hata waimbaji wale wajafika, wahuduma wale wote wajafika, wale watoto wa nyumba hii wote, mahala popote pale walipo, wafiche katika wingu la moto, waongoze na nguzo hiyo Baba. Wakifika hapa leo wasitoke walivyoingia, wakute neema yako imejaa mahali hapa. Naamini kabisa tuja kuabudu bure, wala tujanyenyekea kwako bure. Umesikia maombi haya asubuhi ya leo, umesikia ibada hii Mungu. Sasa Baba, tunakuomba neema yako na nguvu zako Mungu ikazidi kuongezeka mahali hapa. Siku ya leo isiwe siku ya kawaida, ikawe ni siku ambaye Baba umekubali kushuka katika nyumba hii na kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Thank you. Ulituumba kwa ajili ya kukuabudu. Umetutoa kule mbali. Wengine wetu leo wangekuwa wamekufa, wengine wetu wangekuwa wamesaulika, lakini mapito yote yale tumepitia, mabonde, milima, changamoto nyingi za kimaisha, yote ni kwa sababu Baba ulijua asubuhi ya leo tutarauka katika nyumba yako kuja kukuabudu. Na ndio maana tumearauka hapa leo kuja Mungu kukuabudu, kuweka msingi wa ibada ya leo. Hakika Mungu, ninaamini mahali hapa leo apata kuwa pa kawaida. Unaenda kufanya mlango kwa yule mwanadamu ana mlango, na mtengenezea mlango. Unaenda kufungua njia kwa yule baba yangu njia yake ilifungwa, na lile giza kuu liliyefunika yule mama unaliondoa siku ya leo, na unatenda mwanga mkuu katika maisha yao. Asante kwa maana nilikusikia kwa masikio, lakini leo na kuona katika nyumba hii Baba. Hakuna jambo usiloliweza, kwa sababu makusudi yako Mungu aliyokusudia siku ya leo katika nyumba hii hayatasuilika
na isuiliki, lazima utayatenda, maana we ni Mungu. Asante Baba yetu na Mungu wetu ulioko mahali hapo unayenisikiliza katika mtandao huu asubuhi ya leo. Najua wafuasi wa mtandao huu wamekuwa wengi. Nafurahia kuwaona vile mnavyoandika message hapo. Sijaona hata moja natukana. Wengi wanasema amen, wengi wanasema hongera, wengine wanapongeza wa ile kazi inafanyika. Nataka niwe baraka kwako asubuhi ya leo, na baraka ni kuwa baraka kwako ni wewe ukubali kupokea madhabahu haya, ni wewe ukubali kujipokea, kujiunganisha na madhabahu haya, ni wewe ukubali kusimama na kunena habari njema kuhusu madhabahu haya, ni wewe ukubali moyo wako ukawe wazi asubuhi ya leo, ili kile ambacho Mungu amekiachilia katika madhabahu haya kikapate kucha kwako hapo ulipo, uliye nje ya nchi, uliye hapa Taveta, uliyo katika nchi ya Kenya, uliyo mbali hapo umejifungia kwa nyumba, maana hauwezi ukatoka nje ukaona injili hii, maana utafungiwa. Nataka nikutangazie mwana wa Mungu, hakuna jambo Mungu asiloliweza. Makusudi ya Mungu kwa maisha yako, aliyekukusudia kwa maisha yako, ni lazima Mungu atatenda katika maisha yako. Nataka uchukue sadaka yako, unayenisikiliza mahali hapo kwa mtandao, utaituma kwa hiyo namba inapita hapo kwa mtandao 5338603. Utaituma hapo hiyo sadaka yako, na ninaamini kabisa Mungu atakubariki, Mungu atakutendea, Mungu atakutenda makubwa. Aliniponya ugonjwa wa kansa ya kichwa. Nilikuwa na kansa ya kichwa 2019 mpaka 2020. Nilikaa hospitali miaka yote hiyo, nilikaa hospitali nikiwa ninalia, ninateseka, lakini Mungu wa madhabahu haya, Mungu wa nyumba hii, Mungu wa baba yangu Apostle James Maina Ng'ang'a alishuka Kenyatta akaniponya. Nami nakuambia asubuhi ya leo, haijalishi ni kitu gani unapitia, haijalishi ni mambo mangapi kwako yameenda vibaya, yule Mungu tunatumikia katika madhabahu haya, ninaamini kabisa anaweza kutenda kwa maisha yako. Utakachokifanya ni upendo wake, upendo wako kwake Mungu. Ukiweka upendo wako kwa Mungu, hakika naye ataachilia upendo wake kwako. Kwa njia moja ya kuonyesha unapenda Mungu ni kujitolea na kutoa mali zako. Ukitoa mali zako kwa Mungu na ukijitolea kwa Mungu, Mungu anafanya katika maisha yako. Si ufanye hivyo nikubariki, si ujiunganishe kupitia sadaka yako, si uchukue sadaka yako, jiconnect nao, jiunganishe na madhabahu haya, gusa madhabahu haya kupitia kutoa kwako, kupitia sadaka zako. Unaweza ukatoa kile unaweza, toa kile unachokiweza, tuma kwa hiyo namba. Na kama hauwezi ukatuma kwa hiyo namba, ni kitu kikubwa, piga simu kwa hiyo namba yangu iko hapo 0720386216. Ukipiga simu utatoa maelekezo na mahala ulipo tutakufikia kwa jina la Yesu. Tuombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa mtazamaji wangu anayenitazama asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo ni asubuhi ya baraka, asubuhi ya leo ni asubuhi ya kuinuliwa, asubuhi ya leo ni asubuhi ambayo makusudi ya Mungu yanaenda kutimia katika maisha ya watu hawa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uliyekusudia katika ndoa hii, uliyekusudia kwa hii biashara, uliyekusudia kwa hii huduma, uliyekusudia katika kazi hii, uliyekusudia katika maisha ya mwanadamu huyu mama, huyu kijana, huyu mzee, lazima utatimiza kwa maisha yake asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaachilia neema ya kuinuliwa, naachilia neema ya ukuu wa Mungu, naachilia neema ya kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka huyu anayekutolea sadaka, muone Baba, muangalie kwa macho yako, pointi yeye na kidole chako, mtembelee hapo alipo, guza maisha yake leo kwa jina la Yesu. Tembea kwa ndoa yake, tembea kwa biashara yake, tembea kwa kazi yake, tembea kwa huduma yake, akatembelewe nawe Mungu, na maisha yake yasibaki ya kawaida. Ninakubariki mtumishi wa Bwana, popote pale ulipo, ubarikiwe na Mungu
Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu wa Mungu tumeomba na atakuamini. Amen. Kwa majina ni Pastor John Kerugi wa Neno Taveta. Karibu sana kila Jumapili kuanzia saa 12 mpaka muda wa saa 2 tutakuwa hapa na ibada hii ya asubuhi, na tunapotoka saa hii tunarudi tena baadaye saa 3 kamili mpaka saa 7. Tutakuwa kuanzia saa 3 mpaka saa 4 ni ibada ya maombi, kuanzia saa 4 mpaka saa 5 ibada ya kuabudu peke yake, na kuanzia saa 5 mpaka saa 6 ni ibada ya sifa, na kuanzia saa 6 mpaka saa 7 ni neno la Bwana, na baadaye tunakamilisha kwa kumshangilia Bwana. Napenda kusema Mungu wa mbinguni akubariki mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, na wale ambao pia wamerauka asubuhi katika ibada hii. Tumefika tamati ya ibada hii. Niseme Mungu akubariki na Mungu akutende mema, na Mungu asimame na wewe popote pale ulipo. Wewe unayejiandaa kuja ibada, karibu sana. Ukiwa hapo nyumbani, njoo tuabudu pamoja. Muda wa saa 3 ibada itakuwa imeanza ya maombi. Mungu akubariki na Baba yetu wa mbinguni akutende mema. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu wa Mungu tumeomba na hata kumwamini Bwana. Sema amen. Mbingu ziwe na wewe. Bye bye. Amen. Mungu awabariki sana waliofika asubuhi. Neema ya Bwana iwatoshe kwa kibali cha Bwana. Sema amen.